naitwa Tabisa Konstantini Shiringi, ni mwenyekiti wa mtaa wa Tambukareli. Nilipata taarifa kwa wananchi watatu ambao ni bodaboda. Walifika nyumbani kwangu wakanigongea mlango, kisha nikafungua mlango, wakanieleza kuna tukio limetokea. Kuna kijana amechomwa kisu. Basi baada ya pale tuliondoka na wale vijana. Tulifika sehemu ya tukio. Baada ya kufika sehemu ya tukio, nilikuta kweli tukio lile lipo. Basi niliamua kupigia jeshi la polisi, wakafika pale. Basi walipofika pale jeshi la polisi walichukua ule mwili wakaupeleka sehemu husika. Basi kingine ninachopenda kusema, wananchi au raia wasijichukulie sheria mikononi. Pindi wanapoona kuna uvunjifu wa amani au wanapokuwa wamekorofishana, wamekwazana, wasijichukulie sheria mikononi, wafike kwenye vyombo husika. Mfano kwa mwenyekiti wa mtaa, au kama kwa kitongoji, kwa mtendaji, kituo cha polisi, basi na kwenye vyombo husika, ili kupunguza matukio kama haya. Mimi ninachoomba wananchi tusifanye mioyo migumu. Kama huyu bwana ambaye alifanya tukio lile la kumchoma kisu mwenzake mpaka akafa. Kwa hiyo tunaomba kama wamewada amekimbilia sehemu, tusimfiche, tumseme, tumweke kwenye vyombo vya sheria. Kwanza nipende kukiri kwamba taarifa hizi za kweli na kwamba zimefika ofisini kwangu tarehe 22 mwezi wa 6 2025, ilikuwa majira ya saa 6 za usiku katika mtaa wa Tambukareli, kata ya Ndembezi, manispaa na mkoa wa Shinyanga. Mwenyekiti ambaye ametambulika kwa jina la Tabisa Konstantini alipata taarifa na kugundua kuuawa kwa mwananchi anayeishi maeneo hayo ambaye ametambulika kwa jina la Bernardo Masanja mwenye umri wa miaka 24, ambaye pia ni mkazi wa maeneo ya Tambukareli, ambaye amekutwa amechomwa na kitu chenye ncha kali kifuani upande wa kushoto, na aliyemchoma ni kijana mmoja aliyefahamika kwa jina moja la Kulwa. Upelelezi wa awali unaonyesha kwamba chanzo cha walioshuhudia tukio hilo ni walikuwa wanagombea abiria, kwa vile vijana wote hawa walikuwa ni vijana ambao wanaendesha pikipiki almaarufu bodaboda. Kwa hiyo jeshi la polisi tumefanya yale tunayopaswa kufanya, kwa maana kuchukua mwili kwa ajili ya hatua nyingine za kiupelelezi, kupeleka mortuary. Wakati huo tukiendelea na msako mkali wa kuweza kuhakikisha kwamba tunamtia mbaroni huyu ambaye amesababisha mauaji haya. Mtu wangu, nitaendelea na ninaendelea kusisitiza kwamba hii tabia ya kujichukulia sheria mkononi iache mara moja. Niwasihi na niwataki Wanashinyanga kwamba hawa ni vijana wetu ambao wanajitafutia riziki, lakini huyu anapata hasira, anamchoma mwenzie na kitu chenye ncha kali mpaka kusababisha kifo chake. Ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo hapo pia ni wasihi wazazi, walezi, sababu ni vijana bado hawajafika miaka 30, kuhakikisha kwamba tunakaa na vijana hawa kwa kuwalea katika misingi nzuri ya malezi, kwa sababu huu ni ukatili. Unajaribu kufikiria huyu kijana amepata wapi morali ya kuchukua kitu kicho na kumchoma mwenzie mpaka kufa. Sisi vijana wetu, watoto wetu tunawalea katika misingi mizuri, misingi ya dini na aina zote, Wakristo kwa Waislamu, madhehebu yote. Tuhakikishe watoto hawa tunawafundisha wache kukataa dhambi. Kwa hiyo itatusaidia sana katika swala zima la malezi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.